Zuki aliondoka kama mzimu shambani kwa Gachuma Itaro. Gachuma naye akaondoka kuendelea na ratiba zake, akiwa na kazi moja ya kufanya kwa saa chache zilizosalia. Wakati Zuki Gadu akiendelea na mahangaiko ya kupata taarifa za Daudi Nyuso, nchini Tanzania harakati nyingine zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Montana alikuwa kwenye kazi aliyoachiwa na Zuki Gadu, kazi ambayo alitakiwa kuikamilisha ndani ya siku 6 pekee, na taarifa za awali alizopewa zikiishia kwenye namba ya pikipiki na hakukuwa na taarifa za ziada. Dar es Salaam ni jiji kubwa na lenye idadi kubwa ya watu, vyombo vingi vya moto, hivyo kuwa na ugumu wa kuitafuta pikipiki moja na kuipata kirahisi. Kwa wengine ingilikuwa ngumu zaidi, lakini kwa Montana ugumu unapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke anayejuana na kila mtu anayetakiwa kumjua, huku silaha yake kubwa ikiwa ni uzuri wake ambao huwachanganya watu wengi bila kujali hadhi zao. Nani alisema kichwa kidogo kikisimama hadhi ya mtu huzingatiwa? Thubutu. Kila kizuri kilimeziwa mate na kila mtu, na hapo ndipo wenye mabavu ya madaraka na fedha hutumia madaraka yao kumega vitakavyo. Montana alimegwa na kila mwenye pesa jijini Dar es Salaam. Alimegwa na kila mwenye madaraka ili mradi aive kwa tamaa juu yake. Watu wengi hawakuwahi kujua sababu ya Montana kugeuza uzuri wake kama chambo ya kumnasa mtakaye. Na kingine ambacho hawakujua ni kwamba hakuwa mwepesi wa kuvua nguo kwa kila aliyemtaka, bali alikuwa hodari wa kuvuna taarifa kwa kila aliingia kwenye 50 zake. Mbali na kufanya kazi na Zuki Gadu, lakini mwanamke huyu alikuwa ni mtego wa kitengo nyeti sana nchini Tanzania, na alifunzwa kwa sababu hiyo. Taarifa nzuri na mbaya za watu mashuhuri zilipitia kwake na kuchujwa kabla ya kufika dawatini. Kitu kimoja alichofundishwa na akafundishika ni kutorejea alikoiba taarifa, na kabla ya kuvua nguo alihakikisha na kufyonza kila alichotaka kukisikia, na endapo akipata kila kitu unaweza usione mbele yake na ukaishia kujilaumu huku yeye akiwa mbali na uso wako. Ukifanikiwa kumgusa utakavyo, na maana kuna kitu amekwama kukipata bila kukuonesha utupu wake, na akikuonesha atahakikisha na kufanyia yote ambayo si kahaba wala kungwe amewahi kuyafanya kitandani. Baada ya hapo anakumega taratibu na utampa takacho, kisha anatokomea na usijue wapi alipoelekea. Licha ya utaalamu wake huo uliogharimu pesa nyingi wakati wa mafunzo yake, lakini hakuwahi kuvuna chochote kutoka kwa Zuki Gadu, na baada yake alijikuta akitumika yeye kuvuna taarifa alizohitaji Zuki. Alifanya kila jihadi kuhakikisha anajua njia zote za Zuki, lakini aliambulia patupu na akaishia kusubiri siku ambayo hajui itatokea lini ili amjue vyema mtu huyu ambaye kumuona huwa ni kama kumuona kaka kuona. Itokee bahati tu, Montana alikuwa na mitego yake kwa Zuki, lakini kitu kimoja ambacho hakujua ni kwamba Zuki alishahesabu hatua zake siku nyingi sana, na alijua hatari wa kuweka ukaribu naye. Hiyo ni moja ya sababu iliyomfanya Zuki awe anajitokeza kwake mara chache sana, na hujitokeza wapo na ishu ya maana ambayo lazima Montana ahusike, na baada ya hapo hupotea kama vile hakuwahi kuonana naye maisha yake yote. Montana alitaka uaminifu kwa Zuki, na hivyo kila kazi aliyokuwa akifanya alikuwa anataka kuwa karibu zaidi yake, na aliifanya kwa juhudi iliyokuwa kubwa. Baada ya kupewa namba za pikipiki, hakula za damu, alimtembelea kukishutukiza mtu wake wa zamani ambaye alikuwa ni kigogo mmoja ndani ya ofisi za TRA. Alipotembelewa aliona ni bahati ya mtende kuota jangwani. Kupita muda mrefu bila kumuona Montana, kisha ghafla tu anajitokeza akiwa na uzuri ulioongezeka maradufu. Hiyo kwake ilikuwa ni bahati ambayo hajawahi kuiota.
Bado tunakimbiza. Hii ni sehemu ya 4 ya riwaya ya Zuki Mwiba wa Chuma. Bahati Kisarwa Mwamba ndiye mshika kalamu. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743 217 523 ndio nambari zetu za simu. Karibu Alwatan kwenye riwaya ya mapigano. Hii ni Zuki Mwiba wa Chuma, sehemu ya 4. Bado tunaendelea kukandamiza. Kutokea kwa Montana ulisimamisha kazi za Kibosile kwa dakika kadhaa. Wakapiga suga nyingi hadi pale Kibosile aliponasa kwenye mtego. Akaomba kuitambua pikipiki hiyo ambayo ilisadikika mmiliki alihusika kumuibia Montana. Kibosile akafanya alichoombwa, na ndani ya muda mfupi jina la mmiliki wa pikipiki likapatikana. Makazi yake nayo pia yakapatikana. Montana alipopata alichotaka akaaga, akasindikizwa na noti nyingi za shilingi 10,000, huku yeye akiacha namba ambayo alizima dakika 3 baada ya kutoka ofisini. Malima Bilali lilikuwa jina la kwanza kukaa kichwani mwake punde alipoziacha ofisi za mamlaka ya mapato. Kwa taarifa za haraka litambua jamaa alikuwa ni mmiliki wa kituo cha kuoshea magari maeneo ya Mkwajuni Kinondoni. Saa 3 baadaye gari aina ya Toyota Crown ilikuwa inaingia kwenye maegesho ya kituo cha kuoshea magari kilichokuwa Mkwajuni. Kabla hata gari haijasimama tayari, vijana wawili walikuwa wameizunguka wakiomba kumsikiliza mteja wao. Gari kazimwa, na alikuwa ndani ya gari hakushuka wala kushusha vioo kuwasikiliza wenyeji wake. Alitulia kwa dakika zaidi ya 3 akiwa anayasoma mazingira ya eneo lile. Mbali na wale vijana wawili waliokuwa wakigombea kutoa huduma, kulikuwa na mabarabara wengine 3 ambao wao walikuwa wamelegemea gari moja, huku wakionekana kuwa katikati yao kuna kikao cha kusimuliwa juu ya yaliyokuwa yakiendelea mjini. Montana alikuwa kwenye vazi fupi lililoacha mongo yake wazi. Nywele zake ndefu aliziachia ziufunike mgongo wake. Macho yake aliyafunika kwa miwani ya bei kubwa, na mwilini alipulizia uturi wa bei ghali. Kwa namna alivyoshuka aliwaacha watu wote na mshangao wa sekunde kadhaa. Naye akaamua kumaliza kabisa kwa kuzungusha kichwa chake na kuzifanya nywele zake nyeusi zitawanyike huku na huko kwa namna ya kuvutia. "Mtatumia muda gani kulisafisha gari langu?" aliwauliza vijana waliokuwa kando gari lake. Dakika 20 tu," mmoja alijibu kwa mashaka, kama vile hakuwa na uhakika na kile alichokuwa amekijibu. Lakini kigugumizi chake ni kwa sababu ya kiumbe aliyokuwa mbele yake. Alimtamani, lakini alijua hataweza kumpata hata kwa dawa. Hadhi yake hakuona kama inaendana na hadhi ya mwanamke aliyokuwa akitazamana naye. Si vijana hao pekee waliokuwa wakijitenga na daraja la mwanamke aliyekuwa mbele yao. Hata wale vijana wengine waliokuwa bize na maongezi walikuwa wameacha kila walichokuwa wanafanya. Macho yao yakahamia kwa malaika mweusi aliyekuwa mbele yao. Walikuwa wakijipima daraja lao kwa kiumbe aliyependelewa na Mungu, uzuri wa ajabu, na sio uzuri tu, hata nyota ile ya kupendwa alikuwa nayo. Wakati gari ikiendelea kuhudumiwa, Montana aliomba kukaa kando ili asubiri gari lake. Hiyo ikawa nafasi nzuri kwa vijana wa Kware kupanga vyema karata zao, na hatimaye wakaamua kumwacha mmoja kati yao ajaribu bahati yake, huku wengine wakisubiri kuona kama watapata ushemeji au watatoswa. Vijana waliosalia waliamua kumwacha mwenzao kwa sababu waliamini anafaa kuhangaika na binti mzuri, na kijana huyu alionekana kuwa na kipato. Wakamsusia kwa sababu ya kipato chake kilichokuwa kikubwa. Aliyesusiwa alikuwa ni Malima Bilali. Montana alizihesabu vema hatua kadhaa za kijana mjivuni mwenye kuonekana kuwa na pesa za kurengeshia warembo,
Alitembea kwa kujiamini na mikogo ya hapa na pale. Alitabasamu tu Montana, kwa kuwa alijua ni kitu gani kingelifuata kwenye maongezi yao. "Habari yako mrembo?" jamaa alisabahi. "Nzuri." Montana alijibu kwa ufupi na kuendelea kuperuzi kwenye simu yake. "Naitwa Bilali, ni mmiliki wa hiki kituo cha kuoshea magari," alijitambulisha. "Asante kwa kunifahamisha," Montana alijibu na kuinua uso wake kumtazama Malima. Aligundua jambo ambalo alishalitilia shaka tangu alipoisikia lafudhi ya Malima. Uso wa Malima ulikuwa na matokeo ya utumiaji wa vipodozi vikali. Lafudhi yake pia haikuwa ya Mtanzania halisi wala jamii ya jina alilojiita. Malima hutoka ukanda wa kanda ya Ziwa, hasa mkoani Mara, kwenye jamii za wavuvi pamoja na visiwa vya Ukerewe. Bilali pia halikuwa jina la ukanda huo, bali ni jina linalotumiwa na watu wenye asili ya bara Hindi. Ni nadra majina yenye asili mbili kuchangamana, ijapokuwa inawezekana. Lakini ni ngumu zaidi mtu anayeonekana kuwa na asili ya nchi ya Kongo kuwa na vinasaba na jina la Malima na ubini wa Bilali kisha akawa anajichumbua. Hili lilimtia shaka Montana na likamfanya avutiwe zaidi na kutaka kumjua Malima ni nani. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743 217 523 ndio nambari zetu za simu. Gari linaweza kuchukua muda mrefu kuoshwa. Ndo hapa kufai kusubiri, jamaa alisema kwa mikogo, huku kiligeukia eneo la jirani ambalo lilitunza mgahawa na watu wachache walikaa wakiburudika na mlo. "Naomba tukae pale angalau upate maji wakati gari lako likiendelea kuhudumiwa. Ndo nikwambiage asante kwa kuchagua ofisi yangu," Malima alisema. Montana hakutaka kuongeza neno kwa sababu moja silaha yake kubwa ya kumsoma mtu ni kumpotezea wakati akibombaja. Alitaka amwelewe vyema mtu huyu na tabia zake. Aliinuka bila kusema lolote, kisha kaanza kupiga hatua kuelekea mgahawani. Nyuma yake alifuata Malima ambaye aliwageukia wenzake na kuonyoshea alama ya dole la ushindi kwa kumuinua mwanamke mrembo. "Agiza chochote nitalipia," Malima alisema baada ya kufika mgahawani. "Nitakunywa maji tu," Montana alijibu na kuendelea kuperuzi simu. "Ningependa kulijua jina lako mrembo," Malima alianza kurusha ndoano bila kujua alishatupiwa yeye na alikaribia kunasa. "Naitwa Mary Mariam," Montana alidanganya. "Kwa hiyo ndo nikuite Mary au Mariam?" aliulizwa. "Niite hivyo Mary Mariam," alisema na kuiweka simu kwenye mkoba. Akamtazama kwa macho malegevu yaliyoenda kuvuruga mfumo wa akili wa mtazamwaji. Baada ya macho hayo kutua kwenye fikra za Malima, kilichofuata ni raha za muda mfupi na karaha ya muda mrefu. Lakini nani angelijua yajayo? Ninge hubaki kauli ya kila kiumbe hai mwenye kauli na hutamkwa yakisha tokea. Ninge ni kauli ya majuto. Nani alijua kati yao? Mimi mwenyewe, msimulizi, sifahamu. Mwandishi naye anadai hafahamu. Zuki Gadu alirejea kwenye hoteli aliyofika ikiwa ni saa 6 na dakika kadhaa usiku. Aliingia chumbani mwake kwa tahadhari kwa kuwa hakutaka kujiamini ikiwa alikuwa kwenye mawindo na asingelishangaa hata yeye akiwa anawindwa. Alikikagua chumba chake kwa makini mkubwa hadi alipojihakikishia hakukuwa na tatizo lolote. Akaingia bafuni na kujimwagia maji, kisha akahakikisha amelala akiwa amevaa nguo zake na viatu. Hakujiamini na alitaka lolote likitokea limkute akiwa kamili bila kujisumbua kuhangaika na jambo lingine ambalo lingelimpotezea muda wake. Kabla ya kulala, alitaka kuruhusu kiyoyozi kipoze joto la kiangazi, lakini ilishindikana. Na ni kama mfumo ulikuwa na hitilafu hivi. Lakini mchana siku ilikuwa shwari.
aliwaza huku akipuuza na kwenda kujitupa kitandani. Akaanza kutafuta usingizi huku akiwa amesahau kutuma ujumbe kwa Gachuma kama walivyokuwa makubaliana. Akapitiwa na usingizi haraka zaidi kuliko alivyokuwa amedhania. Ni kama usingizi uliomsomba haukutoka kwenye utimamu wa mwili wake. Kulikuwa na msukumo wa lazima uliomlazimisha kulala fofofo. Licha kulala usingizi mzito, lakini haikumchukua saa moja kuamka. Aliamka huku akihisi akili na uzito ambao hajawahi kupata. Mwili nao ulikuwa mzito kiasi kwamba alishindwa kugeuka kirahisi. Wakati akiwa bado anajiuliza ni kitu gani kilichomkuta, akahisi mwili wake ni baridi sana, na akiwa bado anajiuliza kuhusu baridi huo, masikio yake yalinasa sauti ya mvumo uliotoka kwenye kiyoyozi. Kimejitengeneza chenyewe? Alijiuliza huku akijaribu kuinuka, lakini mwili wake ulikuwa mzito kupindukia. Na hapo aligundua hakuwa kwenye hali ya kawaida. Wakati huo pua zake zilianza kunusa harufu nzuri ambayo hakuwa mgeni wa harufu ya aina ile. Kuna deki, alijisemea huku akipambana kuziba pua zake ili kukwepa harufu ambayo aliamini inatokana na hewa ya kiyoyozi. Harufu ambayo kama angelivuta kwa kiasi kikubwa ingelimsababishia uchovu wa kila kiungo chake. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743217523 ndio nambari zetu za simu. Wakati huu alikuwa akijaribu kuinuka kitandani. Ijapokuwa mwili wake ulikuwa mzito, lakini bado alipambana na kufanikiwa kusimama. Mkono mmoja ukiwa umeziba pua zake na mkono mwingine akihangaika kupapasa chochote ambacho kingelikuwa karibu kisimkwamishe kufikia mlango. Nimenasa kizembe sana. Aliwaza huku akiendelea kusogelea mlango, lakini kabla hajaufikia masikio yake yalinasa sauti ya mkimbio wa kiumbe hai hatua moja nyuma yake. Oh shit, ameingia saa ngapi? Alijiuliza huku akiachia pua zake na kushusha pumzi nyingi ili kuruhusu mapafu yake yaweze kupunguza mrundikano wa hewa aliyoizuia kwa zaidi dakika moja. Akageuka taratibu huku akiwa ameuandaa mwili wake kukabiliana na lolote kutoka kwa adui aliyekuwa nyuma yake. Macho yake yaliyoanza kuwa mazito yalimwona kiumbe aliyevaa nguo maalum za kuzuia hewa chafu akiwa amesimama wima na kipande cha fimbo mkononi mwake. Mjinga amenichezea kizembe yani. Zuki aliwaza huku akiwa makini kuhakikisha haingii mikononi mwa mtu ambaye hakuonekana kuwa mwema kwa namna yoyote ile. Wewe ni nani? Alipambana kupaza sauti yake, lakini haikutoka kama alivyotarajia. Ijapokuwa alimkusudia, aliweza kuisikia. Mimi ni kifua chako, jamaa alijibu huku akijiandaa kutumia fimbo yake kumwadhibu Zuki. Kitendo hicho kiliona vyema na miguu ya kuku ambaye hakutaka kufa kizembe wala hakutaka kupoteza pambano lingine akiwa nje nchi yake. Lile pambano alilopoteza akiwa hatua chache kufika nyumbani kwake bado lilizitesa fikra zake na hakuwa tayari kuona anadhalilika tena, lakini angelifanya nini ikiwa akili inataka na mwili hautaki? Kila kiungo chake kilikuwa kizito kufanya kile alichotaka kufanya. Macho yake nayo yalikuwa yameanza kusaliti uoni thabiti. Licha ya yote lakini alifanikiwa kulikwepa pigo la kwanza la mtu aliyekuwa mbele yake. Akajiweka mbali kidogo huku hesabu zake akizipeleka haraka ili angalau afanikiwe kumdhibiti adui yake. Umbali aliojiweka ulimsaidia kupiga hatua 3 mbele, kisha akajiachia mzima na kumkumba adui yake ambaye naye alikuwa anajiandaa kutupia pigo kali alilodhani lisingewezekanika kukwepwa. Wote wawili wakapiga mweleka chini, lakini madhara yakawa kwa mvamizi ambaye alitanguliza mgongo chini. Zuki Gadu hakutaka adui yake apate nguvu. Haraka akawahi kuinuka na kumlalia juu yake kwa lengo la kumshushia makonde kadhaa, lakini nguvu
za mwili zilimsaliti. Ila haikuwa sababu yeye kushindwa kufanya jambo ambalo lingempa heshima pambano ambalo hata mwenyewe hakuwa na uhakika kama atashinda. Kwa nguvu zake zote alizosalia nazo mwilini mwake, akakita meno shingoni mwa adui yake na kung'ata kwa nguvu, kisha akavuta sehemu iliyoingia meno na kunyefua nyama na kuitema. Damu nyingi zilimfika usoni. Kelele nyingi zilipigwa na adui yake ambaye alikuwa anajaribu kuruka mithili ya kuku aliyekatwa shingo na kuachwa. Wakati akihisi ameshauchukua ushindi ili atoke nje, kabla ile hewa ya kiyoyozi haijazimzimisha kabisa, alishangaa akiinuliwa kwa nguvu na mtu alikuwa amesimama nyuma yake. Akatupwa chini kwa kishindo na kuishia kupiga ukelele wa maumivu na hamaniko. Alipotaka kuinuka ili apambane tena na mtu huyu ambaye alionekana kuwa jabari la miraba minne, nguvu za mwili wake zilimsaliti. Kila kiungo cha mwili wake kilikuwa dhaifu na pumzi nazo alianza kuzivuta kwa tabu. Hakutaka kufa kizembe. Alijitahidi kwa kadri ya uwezo wake kusimama huku akipesuka mithili ya mlevi wa chibuku, lakini hata kumwona aliyekuwa mbele yake ikawa tabu. Giza la chumbani lilizidi maradufu na hata ule mwanga uliokuwa ukitokea dirishani nao hakuweza kupepesua mboni zake. Wakati huo alishangaa akipaa juu huku maumivu makali yakisambaa kuanzia kidevuni na kuelekea sehemu zingine za kichwa chake. Alikuwa amepigwa ngumi ya chembe kidevu na alikubali kukaa. Pigo lingine lililofuatia lilitua vyema upande wa sikio lake la kushoto. Kwa pigo lile kila kitu kikazima kwenye mfumo wake wa fahamu. Hakusikia wala kuona chochote. Zuki kwa mara nyingine alipoteza pambano kirahisi kuliko alivyodhania, na alipoteza mara ya pili kwa tofauti ya siku moja pekee. Je, Zuki kazeeka kiasi cha kushindwa kutambua hatari? Zuki kazidiwa uwezo wa kupambana kwenye hali ngumu, au Zuki kawaje? Sifahamu. Nini kilichoendelea? Usikose sehemu ya 5.